Mheshimiwa Naibu Spika, nami kwa kunipa nafasi kuweza kuchangia hoja hii iliyoko mbele yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla ya yote nipende kuwatakia Watanzania wote heri na baraka ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani ambao tumeuanza leo. Mwenyezi Mungu atujalie tuifunge kwa heri na tumalize kwa heri. Na Mheshimiwa Naibu Spika, niwaombe wenzetu, nishukuru wenzetu ambao si Waislamu lakini wameonesha kutuunga mkono kwa njia zote. Mheshimiwa Naibu Spika, nikiangalia leo bunge lako, hijabu zimeongezeka, si kwa Waislamu peke yake, na mavazi ya staha yameongezeka sana, na hii ni kutunga mkono na kutusaidia kutupunguzia majaribu. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kuchangia hotuba hii kwa kusema yafuatayo. Kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, sisi wote ni Watanzania na tunajenga Tanzania moja. Tuna wajibu wa kuyaenzi yale mema yote ambayo yanafanyika katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, binafsi toka imeanza hotuba ya mpango na mpaka tunakwenda kwa hotuba ya budget, nimesikiliza sana, nimekaa kimya sana kuyazingatia sana yanayosemwa. Na Mheshimiwa, naomba niseme tu, hoja hujibiwa kwa hoja, hoja haipigwi rungu. Tunapotoa hoja ikaonekana hoja zetu wakati mwingine zinakinzana na yale mawazo walionayo wenzetu, wajaribu kutujibu kwa hoja zile zile, ili mwisho wa siku tufikie muafaka katika kujenga taifa letu hili moja. Mheshimiwa Naibu Spika, nitamke bayana, sioni aibu hata kwamba mimi ni mpinzani kusifia lolote jema linalofanywa na serikali hii, lakini halikadhalika msione pale tunapolisema lolote baya linalofanywa na serikali hii, kwa sababu lengo linarudi pale pale kwamba lengo letu ni kujenga nchi moja. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kuzungumzia kuhusu miradi ambayo ilianza katika utawala wa awamu ya 5. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme wazi, wako wasomi, wachumi walioongelea sana kuhusu miradi, lakini mimi nitamke bayana, miradi ambayo imetumia fedha nyingi za Watanzania kwa malengo ya kuyaletea tija taifa hili, hata kama kuna kasoro zinazoonekana katika utekelezaji wa miradi ile, hatuwezi kuidampu miradi ile kwa sababu ya kasoro hizo, na kufikiria kuidampu miradi hii na kuitelekeza kwa sababu ya kasoro ziliyopo ni kosa moja ambalo kizazi kijacho kitatuhukumu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesikia baadhi wakisema kwamba mradi wa bwawa la umeme hauna tija na utupilie mbali. Nimesikitika sana. Mheshimiwa Naibu Spika, mama mwerevu anapopika chumvi ikazidi kwenye nyungu, watoto wanasubiri chakula, haendi kulitupa lile sufuria watoto wakafa njaa. Aidha ataongeza maji, ukali wa chumvi ipungue na watoto waweze kula. Huyo ndiye mama mwerevu. Kwa hiyo Watanzania, wabunge sisi, tuna wajibu wa kuyaona makosa yaliyomo kwenye miradi ile. Tusiwe wanafiki wa kusifia kila kitu wakati tunajua yako mapungufu ambayo yanatakiwa kurekebishwa ili kazi iendelee. Mheshimiwa, naunga mkono mradi wa bwawa uendelee. Halikadhalika naomba kasoro ziliyopo katika mradi wa bandari ya Bagamoyo tuangalieni tena upya. Mahitaji ya bandari mpya Bagamoyo bado ni muhimu kwa uchumi wa taifa letu, ni muhimu kwa ustawi wa viwanda vilivyotarajiwa kujengwa maeneo ya Bagamoyo. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi wasafiri wa kwenda Zanzibar tunapopanda boti mara kwa mara, Hakuna siku utakuta hapana meli chini ya 50 ambazo inasubiri kufunga geti katika bandari ya Dar es Salaam.
hakuna. Inaashiria bado kuna mapungufu katika bandari ya Dar es Salaam. Kupata bandari ya Bagamoyo ni ukombozi wa eneo hilo. Mheshimiwa, tulipofikiria kujenga bandari ya Bagamoyo, wenzetu wa Kenya hawakuwa hata na wazo la kujenga bandari ya Lamu. Walipotusikia tu, wao walianza na tayari bandari ya Lamu imekamilika. Sisi bado tunakaa tunabishana tukidhani kwamba kuna kasoro. Kasoro zirekebishwe na mambo kazi iendelee. Hao ndio mawazo yangu. Na katika hili kipekee sana nampongeza kiongozi wangu wa chama Mheshimiwa Zitto Kabwe. Katika maoni yake yote ameonyesha kukubaliana na mapungufu, lakini akitaka kazi nzuri iliyoanza tufikirie namna ya kuifanya kazi iendelee. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nizungumzie katika ukurasa 22 wa hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ameongelea suala la uendeshaji mashtaka na utoaji wa haki. Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kusema kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwaka 2014 mwezi wa Novemba tarehe 3 nilisimama hapa kuongelea ucheleweshwaji wa kesi, na niligusia sana kuhusu kesi ya mashehe wa Uamsho kutoka Zanzibar. Mheshimiwa, nilisema wakati huo kesi ile nadhani ikiwa kama na miaka 4. Leo ni mwezi tena mtukufu wa Ramadhani, nasimama hapa kusema tayari imefikia mwaka wa 8, tunakwenda mwaka wa 9. Mheshimiwa, kesi ile imechelewa sana. Na mheshimiwa, wanasiasa wanapenda kusema justice delayed, justice denied, lakini wanazungumza ndomoni, hawaitafsiri kwa vitendo. Mheshimiwa Naibu Spika, kila mshtakiwa anapokwenda mahakamani anachokisubiri ni hukumu ya makosa yake. Mheshimiwa Naibu Spika, haki ya mtuhumiwa ni kuhukumiwa, sio kukaa gerezani katika kipindi kirefu. Mheshimiwa, kunyongwa ni hukumu, kufungwa maisha ni hukumu, kufungwa miaka kadhaa ni hukumu. Ni haki ya mshtakiwa kulingana na makosa yake. Unapomnyima hizo hukumu wakati ilikuwa ni haki yake, tayari unamnyima haki yake ya msingi. Matokeo yake ni nini? Mheshimiwa, kwa mujibu wa sheria zetu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri anayo mamlaka ya kumsamehe mfungwa yoyote aliyeko gerezani. Lakini Mheshimiwa Rais hana mamlaka ya kumsamehe mtuhumiwa aliye na makosa. Kuchelewesha kumpa hukumu mtuhumiwa aliyeko gerezani ni kumnyima Rais wa Jamhuri haki yake ya kuwahurumia baadhi ya wafungwa. Mheshimiwa, mfano leo tulionao, akina Babu Seya leo wasingekuwa huru kama laiti wasingekuwa wamehukumiwa. Kama laiti wengekuwa wanaendelea na kushtumiwa na kukaa pale mahabusu, bado wengekuwa wako mahabusu. Lakini kwa sababu walihukumiwa, Mheshimiwa Rais alitumia nafasi yake ya kikatiba kuwasamehe watuhumiwa wale, na leo wako huru na familia zao. Mheshimiwa, tunakwenda ni mwaka wa 9. Sheria zetu, Mheshimiwa wabunge, tunavimba kwa Mwenyezi Mungu tunapopitisha sheria ya kwamba anayehukumiwa kwa kosa la ugaidi, utakatishaji fedha, uhujumu wa uchumi, akishtakiwa kwa makosa hayo hapewi dhamana. Tuangalieni upya namna gani ambavyo tunakiuka haki za msingi wa binadamu, kwa sababu ya laiti makosa haya yengekuwa anayeshtakiwa kwa makosa haya yana ukomo wa kukaa katika hali ya kuwa mahabusu, ingekuwa bado tumetenda haki. Lakini mwendesha mashtaka anapoamua tu kwamba shtaka hili linaangukia katika maeneo hayo matatu, basi huyo haki yake ni kukaa rumande katika muda usiojulikana. Waheshimiwa wabunge, kama tunalalamikia kupanda kwa bando na tukapiga makelele ikasimama, kikokotoo kikasimama, kwa nini tusilalamikie haki za wananchi wetu ambao wakishtakiwa kwa makosa hayo wanasota magerezani kwa muda wa miaka kadhaa? Mheshimiwa, wallahi Mheshimiwa Naibu Spika, juzi kuna mama mmoja alienda kumwangalia mtoto wake katika washtakiwa wale wa Uamsho. Alipotoka mahakamani tu mauti ukamchukua. Alipotoka Segerea hajarudi kwao Zanzibar,
umauti ukamchukua kwa uchungu aliopata kwa watoto wake kukaa gerezani muda mrefu. Mheshimiwa, tunaapa kwa Mungu kila siku atuongoze kufanya mema na tumshauri rais katika mambo mema ili nchi hii ipate tija kwa Mwenyezi Mungu. Asante Mheshimiwa, kengele ya pili imeshagonga. Asante sana.